Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania siku ya leo, ikiwa siku ya leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, ni mchezo wa mzunguko wa 30 ambapo mtanange huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari majira ya saa 10 jioni, wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, ambapo mchezo huu kwa upande mwingine Young Africans wanautazama kwa jicho la tatu, kwa sababu mara baada ya kukamilisha mchezo huu wanatarajia kucheza mechi nyingine Juni 25 katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya watani wao wa jadi. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa ni mechi muhimu ambao Yanga wanahitaji kupata ushindi ili kuweza kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu mwaka 2024-2025. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa Yanga Sports Club unaamini klabu ya soka ya Yanga leo itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, like video yetu, alafu tuende kwenye comments katuambie wewe unaiona klabu ya soka ya Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Kumbukwe kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka Yanga ndio vinara wakiwa wamecheza michezo 28, basi kwa upande mwingine Young Africans wameshinda michezo 25 wakitoa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans ama timu ya wananchi wamefunga mabao 76, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi kuliko klabu yoyote ile, wakiwa wao wameruhusu mabao 10 wakiwa na goal difference ya mabao 66 wakiwa na pointi 76 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans ama timu ya wananchi wanakwenda kukutana na Dodoma Jiji ambao wao pia nao wapo top 10, kwa sababu ukiangalia Dodoma kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC wapo nafasi ya 9. Dodoma Jiji wakiwa wamecheza michezo 29, basi fahamu katika michezo 29 wameshinda michezo 9 wakitoa sare michezo 7 na kupoteza michezo 13. Dodoma wamefunga mabao 31 huku wao wakifungwa mabao 44. Kiufupi, Dodoma Jiji wanadaiwa mabao 13 wakiwa na alama 34 katika nafasi ya 9 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Na historia inaonyesha Yanga na Dodoma Jiji zimekutana mara 9. Katika mara 9 Yanga ameshinda mara 8, sare ukiwa ni mchezo mmoja. Dodoma hawajawahi kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Young Africans ama timu ya wananchi. Kumbukwe mechi ya mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC tunashuhudia Dodoma Jiji aliweza kufungwa mabao 4-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo Yanga anakwenda kukutana na Dodoma Jiji ambayo haijawahi kupata ushindi, bali wameambulia sare mara moja tu katika michezo 9 ambayo wamekutana na timu ya wananchi ama Young Africans. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji pale visiwani Zanzibari, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kukosa huduma ya nyota wafuatao. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kumkosa ni Nixon Clement Kibabage ambaye alipata majeraha na kwa sasa anauguza majeraha yake ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa pili ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni fullback namba 2, hapa tukienda kumuongelea Yao Otoulakwas ambaye aliweza kufanyiwa operation ya goti. Kwa hiyo tunaona nyota huyu klabu ya soka ya Yanga Sports Club hii leo wanatarajia kumkosa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka ya Young Africans ama timu ya wananchi wanatarajia kumkosa ni Kennedy Musonda ambaye naye pia tunaona anauguza majeraha jijini Dar es Salaam. Kondo hivyo Kennedy Musonda klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kumkosa leo kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao ni confirmed klabu ya soka Yanga wanatarajia kuwakosa, lakini wengine watakosekana kiufundi. Hii ni kutokana kikosi ambacho kitaandaliwa na kocha mkuu, hapa sikienda kumwongelea Miloud Hamdi ambaye kwa sasa amekuwa akisambaza upendo kwa kuzifunga timu kwa kichapo kikubwa. Nini maoni nitazamo? Je, kuelekea katika mchezo huu, je kwa upande wako unaiona klabu ya soka Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.